Lakini tumegundua kamati za ulinzi na usalama kwenye ngazi za mitaa, ngazi za vijiji na ngazi ya kata hazifanyi kazi, zimelala, zimekufa. Na ndio kwa maana kazi ilibaki kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, pasipo kupata ushirikiano kutoka kwenye kamati za ulinzi na usalama za mitaa, vijiji na kata. Kama zitafanya kazi zao vizuri kwa weledi, hatuwezi kupata changamoto kwenye wilaya yetu. Sio, nimeeleka vizuri? Kama mtafanya kazi zenu kwa weledi kama mlivyozitaja humo, kama kamati hizo zitafanya kazi vizuri, zikajua majukumu yake, hatuwezi kupata changamoto. Kwa nilicho kuja kugundua hapa, kamati zilikuwa zijui majukumu yake kabla ya tukio, hata baada ya tukio. Yaani wakati wa amani na wakati ambao sio wa amani, hizi kamati zinatakiwa ziwe active. Naomba watendaji mnielewe, pamoja na wenyeviti wa mitaa. Tuliweza kuingia kwenye changamoto tu kwa sababu hizo kamati zilikuwa zimelala kwa siku zote. Kama hizo kamati zitafanya kazi vizuri kama nilivyosema, hatuwezi kupata changamoto. Kwa lazima mjue wajibu wenu na majukumu yenu. Na ni jukumu la mwenyekiti wa mtaa kusoma majukumu ya kila kamati, ili zile kamati ziweze kumsaidia. Hiki leo ni kikao cha 4 nafanya. Nimefanya kwenye kata ya Silali, nimefanya kwenye kata ya Gwitirio, nimefanya kwenye kata ya Ganyange, nimefanya kwenye kata ya Kemambo, nimefanya kwenye kata ya Matongo. Vikao kama hiki ambako tunafanya leo hapa, kwa kujumuisha wajumbe hawa wa kamati za ulinzi na usalama kwenye ngazi ya mitaa, ngazi ya vijiji na ngazi ya kata. Na kote nilikokwenda nikagundua kamati hizi hazikuwa zifanyi kazi, hazikuwa zijui majukumu yake. Ni lazima serikali imeanzia ngazi ya chini, ngazi ya chini mpaka kufika ngazi ya taifa. Na kwa nini imewekwa hivyo? Ili tuweze kushirikiana kuanzia ngazi ya chini. Ndio maana hapa nimesema kipindi cha changamoto mliachia kamati ya ulinzi na usalama kufanya majukumu yake. Lakini hata kabla kazi ya hajatokea changamoto, hizi kamati zitakazo zifanye kazi, tuanze kujua kila kitu kuanzia kwenye ngazi ya mtaa, ngazi ya kaya. Ninyi mmefika mpaka kwenye ngazi ya kaya, au uongo? Kwenye nyumba moja moja. Mnazo mpaka zile nyumba 10 za mabalozi, si ndio? Ziko kwenu. Mna wajibu kule kuhakikisha balozi anafanya kazi gani, mwenyekiti wa mtaa anafanya kazi gani. Na kama mtashirikiana vizuri kwenye haya majukumu, mkishirikiana vizuri kwenye haya majukumu, hakuna changamoto itatokea taribu. Kwa sababu kila mjumbe yupo kwenye mtaa, yupo kwa baadhi ya kaya, si ndio? Hamwezi kukosa kujua. Sasa leo nimewaita hapa, nataka niwape maelekezo na kuwakumbusha wajibu wenu kama wajumbe wa kamati za usalama ngazi ya mtaa, kwenda kufanya kazi ile mnayotakiwa kufanya, kwa sababu wananchi wamewaamini sana, wakawapa dhamana. Wajumbe mnatakiwa mumsaidie mwenyekiti wa mtaa, na mwenyekiti wa mtaa awasiliana ngazi ya kata, na ngazi ya kata itawasiliana ngazi ya tarafa, na ngazi ya tarafa itawasiliana ngazi ya wilaya. Tukipata taarifa hizo kutoka kwenye kila kona za kiusalama kwenye maeneo yetu, hatuwezi kupata changamoto. Inawezekanaje changamoto ikatokea? Mmesema hapa mnatakiwa muwatambue watu wote wanaoishi kwenye mitaa yenu, si ndio? Na wajumbe mko humo kwenye mtaa, mnashindaje kumtambua huyu sijai kumuona? Kila mtu ana wajibu. Kila mjumbe wa kamati ya usalama ya mtaa ana wajibu wa kusimamia mambo ya ulinzi na usalama, kusimamia amani isivunjike. Amani iliyovunjika juzi, hata ninyi mnalaumiwa na wananchi wenu ambao waliwaamini 100% kwamba mtawasaidia. Lakini vurugu hazitokea kwenye mitaa yenu. Mlikuwa hamna nafasi ya kuchukua hatua kabla hata isitokee tatizo. Hatuhitaji tuchukue hatua wakati wa tatizo.
kabla ya kutokea tatizo lazima kila mtu ajue wajibu wake. Kila mtu akisimama kwenye wajibu wake hawezi kutokea tatizo tali. Kabla hata ya polisi hawajaje. Tunao polisi kata kwenye mitaa. Kwenye kata zetu, si ndio? Ndio. Na wajibu wa kuwatumia. Hamu watumii. Sana sana mnawaogopa. Haiwezekani. Leo walitoka chome hili jengo, tungekaa wapi? Si mnajua? Walikuwa na lengo kuja kulipua jengo la halmashauri. Tungefanyia wapi vikao? Leo itaka chome soko liko hapo mjini la bilioni 9.6. Na wenye viti tupo. Je, tuna uzalendo na nchi hii kweli? Yeah? Na watu walikuwa wanafanya matukio tunao na historia zao tunazo. Hatukuchukua tu. Mama zetu, dada zetu wanapambana kiuchumi kwenye hilo eneo. Leo tunachoma. Kwa mfano gari limeungua, leo tungeuzia wapi? Tungenunulia wapi? Barabara zimeharibika. Na sisi tupo. Kwa hiyo nikagundua hatukutimiza wajibu wetu vizuri. Niombe kuanzia sasa hivi kila mtu ashtuke. Ajue na wajibu mkubwa wa kuhakikisha usalama na amani upo kwenye mitaa yetu, kwenye kata zetu na kwenye wilaya yetu, lakini kwenye halmashauri yetu. Hilo jukumu ni letu sisi. Na hiyo kazi ni ya kwetu sisi. Tujione wanyonge sana tukutimiza wajibu wetu. Ambalo umeongea mwenyekiti hapo. Niagize mkurugenzi kupitia watendaji hawa. Shughulikieni madaftari yale ya wakazi, yawepo. Lakini wakati wote tunasubiri, hatuwezi kuacha kazi. Tumieni ya madaftari mlionayo. Tumieni madaftari mlionayo ndio kuhamisha taarifa kwenye yale madaftari ya ambayo yametengenezwa maalum kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini msiache kazi, tumieni madaftari hayo mengine. Lakini kuna swala la ulasimu kwenye baadhi ya ofisi na kutokusikilizwa. Mimi nikiwepo hapa nataka kila ofisi msikilize kila mtu. Kama mimi namsikiliza kila mwananchi, nani asimsikilize? Niagize watendaji walioko chini yangu. Walioko chini yangu sitarajii. Tumeletwa hapa ili tuwatumikie wanaTarime. Na nataka watu wote waelewe. Kama utapata ulasimu kwenye ofisi yote iko chini yangu mimi, wewe njoo niambie. Awali ya yote ningependa kusema neno moja. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, haya matatizo yaliyotokea hapa hivi karibuni, kwa kweli wewe na OCD na RPC tunapenda kuwashukuru kwa jitihada zenu. Mmejitahidi sana sana. Mimi nimeyaona mwanzo mpaka mwisho. Tofauti na mikoa yote ile. Hapa uharibifu haukufanyika. Naomba niwaambie ukweli. Hapa ni wizi umefanyika. Swala la maandamano Tarime halikuwepo. Mimi nimeyaona. Swala la kwanza ni kuchoma vituo, swala la pili ni kuiba masokoni na kuiba madukani. Lakini kitu tunachoita kwamba maandamano hayakuwepo. Mmejitahidi sana. Na tumewaona sana barabarani, kila kona mnapita. Kila baada ya dakika 5 mnapita. OCD mkuu wa wilaya na RPC. Ushirikiano mlioonyesha. La pili, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi ni viongozi. Tunatakiwa tutambue hapa tuko wapi. Hapa tuko mpakani. Watu kutoka nchi za nje hapa wameweka maskani makubwa. Hasa uharibifu. Mtu anafanya maasi Morogoro, anakuja kujificha Tarime. Anafanya maasi Kisumu, anakuja kujificha Tarime. Na wanakaa katika mazingira yetu. Na si kwamba mimi nawasemea vibaya, ni wazi kabisa mazingira yetu wa watu wapo. Hata leo hii tukienda kuwafanyia lishava, wamo kabisa nina hakika. Na hawa watu ndio wamefanya machochezi makubwa, uchomaji wa matairi na maasi mengine. Kwa kweli ndugu zangu, mimi ningewashauri sana. Sisi ni viongozi. Hii nchi ni yetu wote. Sio mkuu wa wilaya, sio OCD, sio RPC. Tusaidiane kuhakikisha kwamba hawa watu wameondoka. Watenda maovu tunao sisi mule ndani. Mimi nilikuwa nashuhudia na macho yangu. Watoto ambao kwa majumbani kwetu ndio wanachoma matairi. Tuwa uchungu na nchi yetu. Mimi ningeomba sana. Napenda kuwashukuru sana, nimeshuhudia kabisa mambo yenu mkuu akiyafanya. Usiku kutwa hamlali. Na Tarime maasi hayakufanyika. Jamani, angalieni Mwanza kilichofanyika kule. Angalieni Dar es Salaam kilichofanyika kule. Hapa hamna kitu, hapa ni wezi tu.
Hakika nawaambieni. Kwa hivyo hawa watu tuende kule tuongee na wao, tuwazuie, jamani acheni. Na kama unaona inashindikana na sasa hivi wanajitapa, waambieni hawa wasikiliza na wafuatilie. Mtoto wa nyumba fulani ana kikosi. Hawa watafuatilia kabla moto hujawaka, watahakikisha kwamba wamewakamata. Kama ni shida, tumieni mbinu ya siri, mwambie hata mkweli atatumia hawa. Tumeelewana ndugu zangu? Tunao, mimi nawafahamu, mimi ni mzaliwa hapa, ni mwenyeji hapa, wote hapa mnanifahamu. Kwa kweli tuona uchungu na nchi yetu, tuona uchungu na mali zetu. Zinaharibiwa na watu kutoka nchi za nje. Hawa watu wanachoma matai. Sio hapa Tarime, wanachochea watu na baadhi ya watu vibaka mbalimbali. Kwa hivyo mkuu napenda kuwashukuru, napenda kuwashukuru wa Tanzania hawa ulioko ndani, hawa si wa Kenya, ni wa Tanzania. Tuchachaguliwa na viongozi. Tunachoogopa ni nini? Tulisemea nchi yetu, tulisemea taifa letu. Nawashukuru sana. Singine, polisi tusiwaogope. Polisi ni ndugu zetu. Sisi siku ile ya maandamano tumezuia watu na tukakamata mhalifu tukawapa polisi. Walikuja wakachukua kwa mwenyekiti mtaa Bugozi. Na pale ngambo Malindi Center kuna duka lilikuwa limebomolewa. Watu walikuwa wamekimbia wakajificha, polisi wakaja wakakamata wakaenda. Nikamwambiaje yule mwenye duka, jamani msimwogope polisi. Watu wakaona mdanganyo, ukienda hapo utapigwa bomu. Tukaenda mimi na mwenyekiti wa mtaa Bugozi, mzee Masia William Marogati. Tukaongea na polisi, wakaturuhusu. Tukaenda tukanyosha lile duka na tukafunga. Na wenyewe walitusaidia kuturumusha wale watu wasiendepo. Vibaka wangeiba lile duka. Wapo wa mama, wapo wa dada, wanahamasisha haya mambo sana hata kwa kauli mbaya mitaani. Na wapo wanaohakikisha wanasema kabisa hata wewe unatetea hicho, hakika na wewe tutakumaliza. Tunao mitaani, tusiende sana kwa vijana wa kiume. Wapo wa mama na wadada wanahamasisha haya mambo. Sisi upande wenye vitu wa mitaa kuna sehemu wanatudharau, kuna sehemu wanatupokea vizuri. La pili niombe wenye vitu wa mitaa sasa wasitumie jeshi la akiba. Mimi kama mkufunzi sasa msaidizi wa mshauri, kwamba sasa ndio kutumia jeshi la akiba kunyanyasa watu. Angalia chanzo, tuna utaratibu tuko chini ya DC. Unamtaka jeshi la akiba kufanyia kazi, andika barua yako, aidha pika kwa mshauri atoe ridhaa ya kwenda kufanya kazi. Kwa sababu ukiwaruhusu kwamba umempigia mgambo tu yoyote kufanya kazi, italeta changamoto ya kuonea raia na watu wengine. Kwa sababu mwenyekiti una maslahi binafsi na mtu, utanitumia mimi kwenda kumnyanyapa mzee fulani kwa sababu mwelewani, kwa mzee ni mhalifu. Naomba hili tulifuatia utaratibu kupitia ofisi ya mshauri kupata uelekezo wa kufanya kazi ya kijeshi. Asante afande. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.